hakuna ukomo katika kujitolea. Maana yake wewe unarejesha hisani katika jamii. Ikiwa unarejesha hisani katika jamii, hakuna ukomo. Kila wakati jamii inakuhitaji. Inahitaji ushauri wako, unahitaji nasaha zako, lakini inahitaji jamii mchango wako katika kupeleka mbele maendeleo yako. Kwa hiyo kupitia uzoefu wako bado utakuwa unaenda mbele. Ndio maana leo unakuta watu na miaka 70, miaka 80 bado anashiriki katika shughuli za kijamii, bado analeta thamani katika jamii na anapenda kile kitu kuona wenzake wanafanikiwa, kwa sababu kujitolea pia unaweka njia ya kuwasaidia wengine nao kuwapeleka mbele kufikia zile ndoto zao. Sawa sawa. Kwa mtazamo wako na uzoefu wako kwa vijana wa hapa Zanzibar, unaona changamoto hasa kwao ni nini? Ni fikra, ni mfumo, au fursa bado hawazioni? Asante ndugu mtangazaji. Moja ni tatizo la mindset tunasema. Ni namna gani vijana wanavyowaza, mitazamo yao kuhusiana na fursa, kuhusiana na thamani yao, na namna gani wao kama vijana wanatakiwa waweze kuona hizo fursa. Kwa mfano zimetangazwa fursa hapa na Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji, fursa za ajira zile kama sikosei 500 za nafasi ya udereva, tena nje ya Tanzania. Tumeona kuna idadi kubwa iliyojitokeza zaidi ya ile idadi ya wafanyakazi wanaohitajika. Bado tunaweza kusema kwamba vijana hawazioni hizo fursa, au una maana gani? Asante. Moja, wanaweza wakaziona, lakini fursa zina vitu vyake. Kila kitu ili pilau likamilike linahitaji viungo vyake. Ndio. Ni sawa sawa na fursa, ili uzifikie, ili uzipate, zinahitaji vikorombezo vyake, zinahitaji viashiria vyake ambavyo ndivyo vitakupeleka huko. Kwa kweli kuna maeneo ambayo unaweza kama kijana wakati wa kutaka kutekeleza ndoto zako, wakati mwingine unaona kama bado hujafanikiwa, unarudi nyuma. Lakini kurudi nyuma kule haikufanyi kwamba wewe ukate tamaa. Na mimi nashukuru tangu nikulie haijafika muda nikakata tamaa. Isipokuwa naeka njia mbadala ya pale ambapo nilipoanguka. Mfano, unajua ukimaliza chuo vijana wengi wanaona ni fursa sasa ya kuweza kuajiriwa, na unakuwa unapeleka sehemu mbalimbali maombi, na wakati mwingine unaenda kufanya interview sahili, unahisi kwamba mimi hapa hii nafasi ni yangu, kutokana na vigezo, kutokana na sangine na wale unoshindana nao, lakini unakosa ile nafasi mara ya kwanza, unakosa mara ya pili, unakosa mara ya tatu. Kwa hiyo katika kuanguka kule, mwisho unasema sawa, nimeanguka, wacha nitafute njia nyingine. Kwa hiyo hii iliwahi kunitokea tu kama hivyo, kwamba unajaribu kutafuta ajira lakini bado hujafanikiwa. Kwa hiyo sasa njia gani nyingine ya kufanya ili manake uweze kujiendesha manake na upate kuonekana. Kwa hiyo kikubwa nilichoamua kwamba ni kujiingiza katika swala zima la sheria, kwenda kujiattach sehemu ili manake kujifunza zaidi. Lakini una maana ulikwenda kujitolea? Kujitolea. Yes. Kwa hiyo unakuwa ile kwenda kujitolea maana yake unafunzwa zaidi kikazi, kivitendo zaidi. Kwa sababu kile ambacho ulichosoma chuoni asilimia kubwa kilikuwa ni theory, kinadharia, lakini sasa hivi unapoenda kule katika zile kampuni za kisheria, katika zile pale ndo unakuwa unapata ile experience, unapata vile hasa inavyofanya kazi. Kwa hiyo nikainga pale, lakini baada ya hapo, kwa sababu nilikuwa tupo katika jumuiya mbalimbali, sasa nikaamua kupata nafasi ya kwenda kwa sehemu ya field au attachment manake kupitia Umoja wa Mataifa, mafunzo ya vitendo huko. Mafunzo ya vitendo ambayo nilienda pale ofisi kuu ya Umoja wa Mataifa
Kinazini. Kwa hiyo pale nilikuwa sehemu ya kufanya program mbalimbali za vijana kupitia vijana. Kwa hiyo nilianzisha program pale, inaitwa Fun Thursday, ambayo ilikuwa kila Alhamis tunawaita vijana mbalimbali, tunaita skuli mbalimbali, wanaandaa program na mijadala mbalimbali, ambayo ile sasa inakuza vijana zaidi na namna gani wao kama vijana wanaweza wakajitolea, wakawa wanafanya shughuli za kijamii na mambo mengine. Kwa hiyo hapo sasa nikakaa nafanya miezi 6, mkataba unamaliza, unaenda tena mpaka pale ambapo fursa manake ilipokuja ndipo nikaenda nikaajiriwa rasmi. Sasa tubaki hapo hapo. Katika maelezo yako mara nyingi huachi kutaja neno kujitolea, na vijana wengi wanahamasishwa juu ya swala zima la kujitolea. Kwa nini wajitolee? Kwa nini wajitolee? Kwa sababu ya fursa ambazo zinapatikana katika kujitolea. Hizo fursa haziwezi kupatikana isipokuwa wajitolee. Hiyo ndo njia pekee kubwa kwa vijana. Wengine wanazungumza kujitolea ni kama vile unakwenda kushusha thamani yako. Kuna namna fulani unaweza ukafanya hizi fursa zikakukimbilia wewe, sio wewe kwenda kuzikimbilia, tena kuzikimbilia wenyewe kwa kwenda kukaa kwenye taasisi pasi na kupewa lolote. Kwa maana ukafanya kazi hapo bila ya kupata chochote. Kujitolea ndani yake ndio kuna kufanya wewe fursa uzione, lakini zinakutengenezea njia ya wewe kuweza kufika zile ndoto zako, kufikia ndoto zako. Lakini kiukubwa zaidi katika kujitolea kunakupa wewe mtandao, tunaita network ya kujuana na watu. Unapokuwa sehemu tu kujitolea, ina maana inakuwa sio rahisi sana kuonekana na watu mbalimbali. Unapojitolea, unapofanya zile shughuli, kuna watu unakutana nao kila siku. Wale watu wanatokea katika mazingira mbalimbali. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi wewe.